Mimi unaponiona kila siku asubuhi, yani tunapoonana, wewe jua kila siku ninatembea na, yani kuna neno ninatembea nalo kama ufunuo. Sitembei bure. Nirudie tena. Amen. Narudia, mimi siamki asubuhi nikiwa ninatembea bure. Kila siku unayoniona, kila siku unaona yani kuna neno, kuna ufunuo wa neno ambao ninakuwa nao. Huo ufunuo wa neno ninaokuwa nao unakuwa, ukinijia kwa ajili ya kanisa naombea kanisa. Ukinijia kwa ajili yangu ninayaombea maisha yangu kupitia kwenye ufunuo wa neno. Wengi wanachokosa leo ni ufunuo wa neno. Mimi niliwahi kuuliza siku moja, nilijua labda ni mimi tu. Nani amewahi kwanza, nani kati yenu amewahi kuona anapigana na watu kwenye ulimwengu wa roho? Nani? Sawa, asante, shusha. Nani amewahi kuona anapigana na watu, anapopigana na wale watu anajikuta anasema maneno ya Mungu, vile anavyosema anashangaa wale watu wanakimbia? Nani amewahi kuona hiyo? Kuna wakati inakuwa kama ni mwizi amekuvamia ghafla ili akudhuru, na ndio mbinu ya shetani. Neno la Mungu sio kama linatakiwa liwe kwenye daftari lako au linatakiwa liwe kwenye Biblia. Maana yake neno la Mungu linatakiwa likae ndani. Ndio maana Daudi akasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda nini? Dhambi. Maana yake huyu neno unapomjua, unapomweka ndani, kuna viwango anavyovitengeneza ndani yako. Unaanza kujua standard za maisha ya wokovu au viwango vya maisha ya wokovu vinavyotakiwa. Kwa utajikuta kuna mambo uyafanyi sio kwa sababu umeambiwa, ni kwa sababu umejua neno linazungumza nini kwa habari ya maisha na linazungumza nini kwa habari ya hatima.